maombi ya jinai namba 26287 ya mwaka 2025 kati ya Mheshimiwa Katibu Mkuu Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chadema John Wegesa Heche na Inspector General wa Polisi na wenzake leo yaliitwa mahakamani, nikiwa na maana Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kusikilizwa. Sasa kama ambavyo tulitaarifu umma tarehe iliyopita kwamba upande wa wajibu maombi waliomba kuleta majibu yao, nikiwa na maana kiapo kinzani kujibu yale maombi ya mleta maombi, na ni kweli wameleta majibu na yalikuwa yametakiwa kuletwa sio zaidi ya jana tarehe 9 mwezi wa 11 2025, na walifanya hivyo, na sisi leo waliweza kutupatia nakala. Lakini pamoja na mambo mengine kwenye hayo majibu au kiapo kinzani, wameweza kuleta pingamizi la awali la kisheria. Kwa hiyo baada ya kuwa tumepata hizo nakala ya majibu pamoja na pingamizi la awali la kisheria, kama mlivyoona tulivyoingia kwa Mheshimiwa Jaji, tulieleza hayo kwamba tumepokea majibu kama nusu saa iliyopita. Sasa kutokana na mazingira yaliyokuwepo, pingamizi limeletwa muda mchache uliopita. Kwa upande wetu tukaona ni busara kwa faida ya mteja wetu tuweze kupata muda ili tujiandae tuje kufanya kile ambacho mteja wetu ametutuma kusikiliza, na mahakama sasa ipate nafasi ya kusikiliza pande zote na kutoa majibu ya pingamizi la awali pamoja na maombi kwa ujumla. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji amepanga tarehe 13 mwezi huu wa 11 2025 saa 4:30 asubuhi maombi yaje kwa ajili ya kusikilizwa kwa pamoja na pingamizi la awali la kisheria ambalo limeletwa na wajibu maombi. Kwa hiyo kwa kifupi ni hayo tu. Jina la mimi naitwa wakili Selemani Matauka, lakini kwa pamoja nipo na mawakili wenzangu ni Mr. Paul Kisabo, William Madu na wengine, pamoja na Fredrick Msaki, Doris Sarun na Kafuku, lakini wao wameshaondoka, lakini wote kwa pamoja tulikuja kwa ajili ya kumwakilisha Mheshimiwa Heche. Amlifanikiwa kuona Heche labda ana hali gani kwa alipo, anasemaje kusema? Kwa ukweli kwa hizi siku mbili hatujaweza kufanikiwa, lakini kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba juzi na jana hali yake haikuwa mzuri na aliweza kufikishwa hospitali ya taifa Muhimbili kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo tukitoka hapa tutaweza kufuatilia zaidi ili kuona hali yake inaendeleaje, lakini kwa wakati wa siku mbili zilizopita hali yake haikuwa mzuri na alifikishwa Muhimbili kwa ajili ya matibabu na check-up zingine za kitabibu.